kujua mpango wa Mungu juu ya maisha yako, kwa sababu umetenganishwa na Mungu kwa sababu ya dhambi zako. Maandiko inasema ya kwamba Mungu ana uwezo wa kuokoa. Alikuwa anaongelesha wana wa Israeli, akawaambia katika Isaia 59 mstari wa 1 na 2, akawaambia si ya kwamba nimeshindwa na kuwaokoa, si ya kwamba masikio yangu imesimba haiwezi kuwasikia, lakini dhambi zenu zimenitenga nanyi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wapendwa, dhambi ni mbaya. Na tumekuja kuambia kwamba achana na dhambi. Amen. Achana na dhambi. Hallelujah. Amen. Achana na dhambi. Na dhambi ni kitu gani? Maandiko inasema katika Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo. Kuna familia ya kwanza ambaye Mungu aliumba kwa sura na kwa mfano wake, na akawaweka katika shamba la Edeni, mahali ambapo alipenda sana, mahali ambapo aliandaa vizuri, kila kitu ilipatikana, dhahabu nzuri ilipatikana pale, na akaweka mwanadamu pale. Na maandiko inasema ya kwamba alihusiana vizuri, alishirikiana na wao vizuri, aliwatembelea kila wakati. Hallelujah. Amen. Lakini dhambi ilipoingia, wapendwa, dhambi ilipoingia, maandiko inasema ya kwamba wakajitazama, wakaona ya kwamba wako uchi, na waliposikia ya kwamba Mungu anakuja kuwatembelea kama kawaida vile alivyokuwa amezoea, aliposikia sauti ya hatua za Mungu, kwa sababu ya dhambi, badala ya kumulaki walikimbia mitini. Bwana Yesu asifiwe. Waliposikia Mungu, badala ya kumkimbilia na kumulaki, waliondoka na kujificha katika miti. Hata siku ya leo hivyo ndivyo ilivyo. Unaweza kuona mtu mzuri, unaweza kuona dada mzuri, unaweza kuona ndugu mzuri, anapenda kusifu, anapenda kuomba, lakini anaporuhusu dhambi iingie katika maisha yake, unapomuita abudu, anakimbia. Dhambi ni mbaya, na tumekuja kukuambia wachana na dhambi, uweze kumkaribisha Mungu katika maisha yako, katika jina la Yesu. Mungu alipokuja katika shamba la Edeni, akaangalia, hata kama alikuwa anajua Adamu ako wapi na mke wake ako wapi, akawaita Adamu, Adamu, uko wapi? Hallelujah. Maandiko inasema ya kwamba Adamu aliposikia sauti, akamwambia Bwana Mungu, tuko hapa, tumejificha mitini, katikati ya miti, kwa sababu tuko uchi, tukaopa. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ni mbaya. Huwa inaleta hofu, huwa inaleta uoga katika maisha ya mwanadamu, lakini nataka kukuambia kwamba huo sio mpango wa Mungu juu ya mwanadamu. Mungu anataka kukaa, alitaka kukaa na mwanadamu maisha yake yote. Na kwa hivyo nakuambia, mkaaji wa maana, wewe ambao unatusikia, haleluya, Mungu anakuita, ukahisi upendo wake, na ukajua mpango wa Mungu juu ya maisha yako, katika jina la Yesu. Maandiko inasema ya kwamba walipojiona wako uchi, walijitengenezea mavazi ya majani. Lakini mavazi haya majani haikuwasaidia, kwa sababu waliposikia Mungu anakuja, majani yao, mavazi yao ilikuwa na mashimo, na kwa hivyo lazima wangekimbia. Wapendwa, nataka kukuambia siku ya leo wanadamu wamejitengenezea mavazi ya kufunika uchi wao. Anasema haujui ya kwamba mimi ni wa dhehebu fulani, ya kwamba wewe haujui mimi ni wa praise and worship, ya kwamba wewe haujui dadi alikuwa bishop. Ni mavazi, lakini haiwezi kuondoa aibu. Hallelujah.
Ni vizuri kusifu katika praise. Ni vizuri kwa mchungaji. Yes. Lakini hiyo vazi halijatosha. Hallelujah. Amen. Bado tunakimbia Mungu. Yes. Mungu atusaidie. Siku jioni ya leo tutaweza kuvishwa vazi la kweli ambalo ni utakatifu katika maisha yetu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, nimekuja kukuambia. Yes. Yesu ndiye njia. Amen. Yesu pekee. Yes. Nasema Yesu pekee. Yeye ndiye njia. Ndio sisi ni wadhehebu la KAG, Spring Valley, Kayole na mahali kwingine popote. Lakini wapendwa, njia pekee ya kufika kwa Mungu ni Yesu pekee. Yes. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Yesu peke yake ndiye njia ya kutufikisha kwa Mungu Baba. Haleluya. Yesu peke yake, wapendwa. Heri tumkumbatie Yesu katika maisha yetu. Kwa sababu yeye pekee ndiye ana uwezo wa kuondoa aibu katika maisha yetu. Wanadamu wako katika aibu, wanaishi katika aibu na kuchanganyikiwa. Lakini Yesu peke yake, utakapompokea utaondolewa aibu katika jina la Yesu. Wakati Mungu aliangalia akaona mwanadamu Adamu wako katikati ya miti na wako na majani, aliwatengenezea vazi, akachinja mnyama na akawafunika na vazi hilo na ngozi ya mnyama, na alafu akawaondoa katika shamba. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nimekuja kukuambia Yesu peke yake. Hebu itakusaidia vizuri